Katika story ya mzozo kati ya Russia na Ukraine, mapema leo tumekuletea juu ya uwepo wa droni zaidi ya 11 ambazo zimedunguliwa jijini Moscow nchini Russia. Sasa baada ya kufanyika ufuatiliaji, imebainika kwamba Wizara ya Ulinzi ya Russia imeibua taarifa inayosema kuwa mashambulizi ya Ukraine kote nchini humo yamesababisha vifo vya watu wawili huku zaidi ya 17 wakijeruhiwa katika mashambulizi hayo ya ndege zisizo na rubani, yaani droni. Kwa mujibu wa mamlaka nchini humo, mifumo ya ulinzi wa anga nchini humo imedungua droni 337 zilizofyatuliwa na vikosi vya Ukraine kuelekea nchini Russia, ambapo 91 kati ya hizo zililenga eneo la jiji la Moscow pekee kuanzia usiku hadi asubuhi ya leo Machi 11, 2025. Kwa mujibu wa CNN, mashambulizi hayo ya anga ni miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kutekelezwa na Ukraine dhidi ya Russia tangu uvamizi wa vikosi vya Russia mapema Februari 2022. Kulingana na wizara hiyo, pia kati ya droni za Ukraine zilizopigwa usiku huo, droni 126 ziliangushwa katika eneo la Kursk lililoko mpakani mwa Ukraine na 91 ziliangushwa katika maeneo mbalimbali likiwemo jiji la Moscow. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin alisema zaidi ya droni 70 zililenga mji mkuu wa Russia pekee wa Moscow na kudunguliwa zikiwa hazijafikia lengo. Vipande vya mabaki ya droni viliathiri majengo jijini Moscow, huku Meya Sergei Sobyanin akieleza kupitia Telegram kuwa lilikuwa shambulio kubwa zaidi kuwahi kutekelezwa katika jiji hilo. Nanukuu, watu wawili waliuawa na wengine 18 walijeruhiwa katika eneo la Moscow, amesema Vorobyov kupitia akaunti yake ya mtandao wa Telegram alipochapisha taarifa hiyo. Vorobyov amesema kati ya waliofariki ni mwanaume mwenye umri wa miaka 50 aliyefariki akiwa hospitalini, huku wawili wakiwa bado wamelazwa wakiwa na majeraha makubwa mwilini mwao. Aliongeza kuwa mabaki ya droni yaliangusha moto kwenye maegesho ya magari na magari zaidi ya 20 yaliungua wakati huo, huku video iliyothibitishwa na CNN ikionyesha kuwa kuna mlipuko katika jengo la makazi katika eneo la kusini mwa jiji la Moscow. Kwa mujibu wa shirika la habari la Russia la TASS, mashambulizi hayo yalisababisha kufungwa kwa viwanja viwili vya ndege mjini Moscow kwa sababu za kiusalama, pamoja na viwanja vingine viwili vya ndege mashariki mwa nchi hiyo. Wakati huo huo, jeshi la anga la Ukraine limesema lilizuia mashambulizi ya makombora ya ballistic na drone kutoka Russia usiku huo, ambapo takwimu za CNN zilizokusanywa zinaonyesha maofisa wa Ukraine wanasema mtu mmoja aliuawa na wengine 18 kujeruhiwa. Wakati mashambulizi hayo yakiendelea, msemaji wa ikulu ya Kremlin nchini Russia Dmitry Peskov amesema anaamini kupitia mazungumzo yanayoendelea nchini Saudi Arabia kati ya wajumbe wa Ukraine na wale wajumbe wa Marekani, basi Russia itapatiwa mrejesho juu ya hatima iliyofikiwa kuhusiana na mkutano huo. Mazungumzo hayo yanatoa fursa kwa maofisa wa Kyiv kurekebisha uhusiano wa Ukraine na serikali ya Trump baada ya mvutano mkali kuzuka wakati wa ziara ya Rais Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House mnamo Februari 28 mwaka huu. Kilicho muhimu zaidi kwa Ukraine inahitaji kuishawishi Washington kusitisha uamuzi wake wa kusimamisha msaada wa kijeshi wa Marekani na kushirikiana katika taarifa za ujasusi kati ya mataifa hayo. Maofisa wa Ukraine waliambia shirika la habari la Associated Press kuwa watapendekeza usitishwaji wa mapigano katika Bahari Nyeusi ili kuruhusu usafirishaji salama wa mizigo, pamoja na kusitisha mashambulizi ya makombora ya masafa marefu yanayolenga raia nchini Ukraine na pia kuachiliwa kwa wafungwa wao. Maofisa wawili waandamizi wa Kyiv pia walisema iko tayari kusaini makubaliano na Marekani kuhusu upatikanaji wa madini adimu ya Ukraine, mpango ambao rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kuvutiwa nao. Kremlin haijatoa msimamo wowote na wa kuridhiana na hadharani juu ya mazungumzo hayo, lakini pia Russia imesema iko tayari kusitisha mapigano kwa masharti kwamba Ukraine iachane na azma yake kujiunga na jumuiya kujilinda ya NATO na kutambua maeneo yanayokaliwa na Moscow kama sehemu rasmi inayomilikiwa na Russia. Wakati huo, Russia imeteka karibia 20% ya ardhi ya Ukraine tangu vita hivyo vilipoanza mwaka 2022 mwezi Februari. Vikosi vya Russia vimekuwa vikidhibiti uwanja wa vita kwa zaidi ya mwaka mmoja, ingawa kwa gharama kubwa ya askari na vifaa vinaendelea kushambulia sehemu fulani kando ya mstari wa mbele wa kilomita 1000, hasa katika mkoa wa mashariki wa Donetsk dhidi ya jeshi la Ukraine lililopungukiwa nguvu na kuchoka.
Ukraine pia imewekeza sana katika kukuza sekta yake ya silaha, hasa droni za hali ya juu ambazo zimefika na kutekeleza mashambulizi ndani kabisa ya ardhi ya Russia. Mtu mwingine alijeruhiwa kwenye barabara kuu katika mkoa wa Lipetsk, alisema gavana Igor Atamanov. Huyo ni gavana wa huo mkoa wa Lipetsk. Sobyanin awali alisema paa la jengo moja mjini Moscow pia liliharibiwa, akieleza kuwa uharibifu huo ulikuwa ni mdogo, na video iliyochapishwa na RIA Novosti ilionyesha doa lililochomeka kwenye ukuta wa jengo la ghorofa nyingi karibu na paa, huku vipande vya ukuta wa jengo hilo vikidondoka. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila updates inayojiri kuhusiana na mashambulizi hayo yaliyotekelezwa na Ukraine nchini Russia. Jina langu ni Mgongo Kaitira.